mwingine dhambi au balaa na mtihani unaletewa na Mwenyezi Mungu au unafanya ili iweze kukupaisha zaidi kwenda katika maisha yaliyokuwa mazuri. Na madhambi ambayo wakati mwingine unayafanya, dhambi ambazo unazifanya wewe, wakati mwingine ukijipima vizuri unaiona dhambi na kosa uliolifanya ni njia ya kukupeleka katika maisha yaliyokuwa mazuri. Dhambi ambayo utaiingiza katika nafsi yenye kujilaumu, utaijutia, kwa nini nimefanya dhambi hii? Utajiona sasa, kwa dhambi hii lazima nikafanye taubatan nasuha, lazima nikafanye marekebisho katika dhambi hii. Unafanya dhambi, unajilaumu. Unapojilaumu kwa nafsi yako ni kama vile unatengeneza au unajisafisha, unatengeneza msasa wa kwenda mbele zaidi. Ubaya ukiwa hauna nafsi yenye kujilaumu, unafanya dhambi, unachekelea, unafurahia. Hiyo ndio dhambi kubwa kuliko dhambi yenyewe uliyoitenda. Na ndio maana kama nilivyosema, hadithi za Bwana Mtume, usimlaumu mwenye kufanya maasi ya mwenye madhambi, kwa sababu hujui ataweza kufanya toba kiasi gani na Mungu akamkubalia. Usije ukamlaumu mlevi yoyote yule mwenye madhambi yake, kwa sababu huenda akamjutia Mwenyezi Mungu katika faragha na Mwenyezi Mungu akamkubalia, kwa sababu milango ya toba iko wazi. Mbaya ni yule ambaye hajiingizi katika nafsi yenye kujilaumu na kuilaumu nafsi yake.